ndio msingi wenyewe wa mamlaka. B, lengo kuu la serikali, lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. Yaani serikali yoyote inayoingia madarakani kwa mujibu wa katiba hii, lengo lake itakuwa ni ustawi wa wananchi. Nyie mstawi. Maana ya kustawi ni nini? Ulale kwenye nyumba nzuri, upate elimu bora, watoto wako wapate elimu bora, uendeshe gari, uishi, utibiwe vizuri. Ndio lengo kuu la serikali. Nikiwauliza, serikali hii inafanya lengo hilo kwenu? Inafanya lengo hilo kwenu? Si, serikali itawajibika kwa wananchi. Sasa, na nataka mnisikilize Mwanza. Huu mkoa wa Mwanza una ukubwa wa kilomita za mraba 25,233. Ukichukua nchi ya Israeli ina ukubwa wa kilomita za mraba 21,937. Kwa maana hiyo mkoa wa Mwanza ni mkubwa kuliko nchi ya Israeli mnayosikia inapiga Palestina, inapiga si wapi, inapiga. Nyie ni wakubwa kuliko nchi ya Israeli. Nchi hii ina ukubwa wa kilomita za mraba 945. Ukichukua Kenya, ukichukua Burundi, ukichukua Uganda, ukichukua Rwanda, ukizichanganya kwa pamoja zina kilomita za mraba 890. Sisi peke yetu 945. Kwa hiyo sisi ni nchi kubwa kuliko hizo nchi zote za Afrika Mashariki ukiziunganisha pamoja. Na nchi hii, Mwalimu Nyerere alisema, ili nchi iendelee inahitaji mambo manne. Inahitaji watu tunao milioni 63. Inahitaji ardhi. Ardhi tunayo, nimewaambia, kilomita za mraba 945. Inahitaji siasa safi na uongozi bora. Kama tuna watu, kama tuna ardhi, kwa nini hatuendelei? Na tunapozungumza ardhi, tunazungumza na vyote vilivyomo ndani ya ardhi na vyote vilivyoko juu ya ardhi. Nchi hii ni nchi ya kwanza duniani ambayo ina madini yanaitwa Tanzanite. Hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Ni nchi ambayo ina ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Victoria. Ni nchi ambayo ina ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani, ziwa Tanganyika. Ni nchi ambayo ina mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani, mlima Kilimanjaro. Ni nchi ambayo ukichukua mbuga zetu za wanyama, ukichukua Seru, ukaichukua Ngorongoro, ukaichukua Katavi, ukichukua Ruaha Mikumi, ukizichanganya kwa pamoja zina ukubwa kuliko nchi ya Uganda na Rwanda ukiziunganisha. Kwa hiyo mbuga zetu za wanyama ni mbuga namba 1 duniani. Ukianzia hapa kwetu kanda ya ziwa, ukienda Tarime ni dhahabu, ukija Geita ni dhahabu, ukienda Bukombe ni dhahabu, ukienda Sengerema ni dhahabu, ukienda Shinyanga ni dhahabu, nenda Nzega ni dhahabu, nenda kila kona, nenda Singida, nenda Ruangwa, nenda mpaka kule kusini Mbeya, Chunya ni dhahabu. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Na leo nilipokuwa naangalia bei ya dhahabu ni shilingi 300 kwa gramu ya dhahabu. Gramu moja ni ukichukua ule wembe ukiuvunja hivi, kale kamoja ulikovunja ndio gramu moja, shilingi 300. Nchi hii ina madini yanaitwa nickel na cobalt yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu mnazozitumia. Yanatoka hapo Kabanga, Kagera, tulipokuwa juzi. Nchi ambayo ina madini ya uranium yanayotumika kutengeneza mabomu ya nyuklia yako Tanzania, yako Seru na yako Singida. Nchi ambayo ina makaa ya mawe, ina chuma. Tunachuma pale Liganga, Rudewa, Mchuchuma, ambacho tukitumia tunaweza kukitumia miaka 100 kabla hatujakimaliza. Tumejaliwa kila kitu unachokijua.
gesi tulionayo ina futi za ujazo trilioni 54.5. Tuna bandari ambayo tunazungukwa na nchi 6 landlocked. Upana wetu wa mlango wa bahari ni kilomita 1600 kutoka Tanga mpaka Mtwara. Kwa nini watu wetu ni maskini? Mwalimu Nyerere alisema ili nchi iendelee inahitaji watu, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Watu tunao, ardhi tunayo, kinachokosekana kwenye nchi hii ni siasa safi na uongozi bora. Sasa vijana wa Mwanza, mnisikilize kwa makini. Hebu fikiria hivi. Nchi hii ukienda kwenye kila mgodi sasa hivi unakuta Wachina ndio wanamiliki huo mgodi. Uongo kweli? Wangapi hapa mmejaribu kwenda kwenye migodi kutafuta maisha? Nyosha mkono tuone. Nikaribia wote, Mheshimiwa Katibu Mkuu, si ndio? Mmeenda kutafuta maisha kwenye migodi. Uongo kweli? Mlipofika pale, migodi inamilikiwa na nani? Wachina, si ndio? Wanaoingia kwenye mashimo kuchimba ni Wachina, ni nyie weusi. Wanaingizwa vijana wa Kitanzania kwenye migodi kuchimba, wakitoa dhahabu inakwenda kwa Wachina, wanakwenda kutajirika Wachina. Ukisikiliza ripoti ya mkaguzi mkuu na mdhibiti wa hesabu za serikali CAG mwaka huu wa fedha uliopita, amesema hivi: serikali imefanya matumizi yasiyokuwa na tija, yani matumizi ya kipumbavu. Yeye ametumia neno, kuna kitu kwa Kiswahili tunaita tafsida, au unaita kwa Kizungu diction, yani amechagua maneno. Yani serikali imefanya matumizi ya kipumbavu ya shilingi bilioni 571. Ndio zile unazosikia goli la mama, si mama, kukiwa na kikoba cha mama anapeleka, kukiwa na nini wanapeleka, bilioni 571. Sasa watu wa Mwanza, bilioni moja ni milioni 1000. Yani kwenye bilioni moja kuna milioni moja 1000. Yani uhesabu shilingi 10, 20, 30, 100, 100, 200 ziwe milioni, milioni 1, 2, 3, 10, 10, 20, 30, 100, 100, 200, 300, 1000 ndio bilioni moja. Sasa bilioni 571, kama kwenye bilioni moja kuna milioni 1000, kwenye bilioni 571 kuna milioni 1000 mara 571. Sasa nyie Wachina wanakuja hapa, wanapewa migodi kwa sababu vijana wa Kitanzania hamna mtaji, na Mchina anakuja labda na milioni 500 au bilioni 1 anapewa mgodi. Tungekuwa na serikali yenye akili, inayotaka kuendeleza uchumi wenu, inayotaka kutengeneza ajira kwa vijana wetu, wasikae vijiweni na kuendesha bodaboda na kufanya betting, ingefanyaje? Unaunda vikundi vya vijana 100, vijana 100, unawapa bilioni 1, unawapa na sehemu yenye madini kuchimba. Tumewapa hata usiwape keshi, wewe wape mashine tu za kuchimbia na madawa, alafu wape eneo lenye lenye dhahabu. Wale vijana 100 wakiingia kwenye shimo, wakitoka na dhahabu, wakiuza, pesa zinarudi kwa Watanzania. Huyu kijana akipata pesa, kijana wa Nyamagana atataka kujenga nyumba, atakuajiri wewe fundi. Wewe hiyo pesa ukipata utanunua mchicha kwa yule mama. Yule mama akipata ataagiza bodaboda mletee mchicha mwingine. Bodaboda atanunua mafuta kwenye sheri ya mtu. Yule atamwajiri mlinzi. Mlinzi atanunua sukari pale. Pesa itazunguka miongoni mwetu. Machimbo yetu yanachukuliwa, madini yetu yanachukuliwa, wanapewa Waarabu na Wachina. Alafu hawa watu wapuzi wahovyo wanakuja kuambia tatizo la ajira ni tatizo la kidunia. Unatengenezaje ajira kama wewe una nchi ambayo, sikilizeni, mimi babangu alikuwa na miliki Land Rover miaka ya zamani sana. Mwalimu Nyerere tumekuwa hapa, ametengeneza viwanda vya General Tires vya kutengeneza tairi za magari. Uongo kweli? Tairi zilikuwa zinanunuliwa hapa.
Babangu mimi alikuwa ananunua tairi hapa. Betri ziko zinanunuliwa hapa. Za nini? Za magari. Hata betri za National, zile za kijani za Watanzania. Unajua maana yake? Ni kwamba leo tuna bodaboda kila kitongoji kwa maelfu. Uongo kweli? Bodaboda zinaishiwa tairi, zinaishiwa tubu, zinaishiwa hata spoku, zile vitu vya kawaida. Tungekuwa na serikali yenye akili, kwa sababu tuna bodaboda kwa wingi zinahitaji matairi, wangejenga hapo kiwanda cha tairi za bodaboda au za tubu. Hicho kiwanda kingekuajiri wewe. Bodaboda huyu tairi ingeisha, angenunua tairi ya Tanzania, pesa ingebaki ndani ya nchi yetu, ingekuajiri wewe. Wewe ukipata pesa utataka kujenga guest house, utamwajiri yule, pesa itazunguka. Leo bodaboda akiishiwa tairi Nyamwaga au Kemakolere au Gwitirio, pesa inatoka Gwitirio inakwenda kutengeneza ajira China. Tuna viongozi au matope? Unatengenezaje ajira? Mwanza peoples. Wasukuma wanalima pamba mkoa wa Geita, mkoa wa Simiu, mkoa wa Shinyanga wanalima pamba. Pamba ndio inatengeneza nguo. Uongo kweli? Mwalimu Nyerere alitengeneza viwanda hapa vya kufanya jineri, Magu jineri, Kasamwa jineri, Suibo Pandagira, Suiwapi. Wasukuma wanalima pamba pale, zinatengenezwa nyuzi, zinakuja Matex. Matex inatengeneza mashuka, leo viwanda vyote vimeuawa. Hii Matex ilikuwa inaajiri watu maelfu. Leo vijana wa Tanzania, mngekuwa Matex mnafanya kazi, msingekuwa mnahangaika kubeti Simba na Yanga wakati kiwanda kiko hapa. Na kiwanda, kwenye kiwanda ndio anaajiriwa mtu asiyekuwa na elimu na mwenye elimu ya juu. Kiwandani ataajiriwa engineer, lakini vile vile kiwandani atakuwepo na mama ntilia anayewauzia chakula pale. Kiwandani atakuwepo na mtu wa cutting technician. Kiwandani atakuwepo dereva wa lori anayebeba mizigo. Kiwandani atakuwepo mbeba mizigo anayepakia kwenye maroli. Kwa hiyo kwenye kiwanda ndiko ajira zinakozalishwa. Leo Msukuma anauza pamba yake shilingi 1100 hapa Mwanza. Hiyo pamba inatoka hapa inakwenda India, inachakato kidogo, inatengenezwa kapamba kale kakufutia vidonda kwenye pharmacy kama humo, au kale kagosi unakuja kununua shilingi 20,000 kwa gramu 10, wakati wewe uliuza kilo ya pamba shilingi 800, shilingi 1000. Hivi mnanielewa nyie? Tuna watu wasiokuwa na akili serikalini, wametuongoza kwa miaka 63, hawana uwezo wa kuondoa nchi hii hapa. Tukiwa bungeni mwaka 2017, nikiwa waziri kivuli wa nishati na madini, nikaishauri serikali, ingieni kwenye YouTube muangalie, wakati Rais Magufuli anaanza kutaka wajenge bwawa Mwalimu Nyerere, nikamwambia Mheshimiwa Rais, tutahitaji chuma cha kutosha kwa ajili ya kujenga bwawa hili. Kwa hiyo kabla hatujajenga bwawa, kabla hatujaanza kujenga SGR, inahitaji nondo, inahitaji mataruma. Cha kwanza, Mungu ametujalia chuma pale Ludewa. Sehemu zingine Mungu aliweka chuma chini ya ardhi. Kwetu alituwekea limlima kabisa, yani ni mlima wa chuma. Alafu Mungu alivyotupendelea, kuna nchi zinayeyusha chuma lakini hazina makaa ya mawe ya kuyeyushia. Mungu akatuona sisi, kwa sababu ya viongozi haya, akatuwekea chuma, mchuchuma pale Liganga, alafu akatuwekea makaa ya mawe ya kuyeyushia hicho chuma pale Ludewa, sehemu inaitwa Liganga, inaitwa Mchuchuma, kilomita 50 kutoka Liganga. Yani kutoka kwenye mgodi wa makaa ya mawe na chuma kuna kilomita 50 tu. Alafu akatuwekea mchanga wa kusafishia hicho chuma pale Iringa. Nikamwambia Mheshimiwa Rais, sikiliza, kabla hujaanza kujenga SGR na bwawa la Mwalimu, tutahitaji chuma kwanza, kingi sana.
Kwa hiyo cha kwanza cha kufanya kwa mtu mwenye akili, tujenge kwanza kiwanda chetu cha chuma, tuzalishe chuma ndani ya nchi. Kila kiwanda kilikuwa kinaenda kuajiri vijana wa Kitanzania 60,000. Yani 60,000 hao ni wale tunaita kwa kizungu direct employment, yani ajira za moja kwa moja kiwandani. Hatujazungumza watu ambao wangefanya subcontractors, kwa sababu kwenye kiwanda kuna watu watawapelekea tairi, kuna watu watawapelekea makaratasi, kuna watu watawauzia makompyuta, kuna watu watawauzia maspika. Yani kuna kazi zile ndogo ndogo ambazo kiwanda kinahitaji service kutoka kwa wengine, kwa ambao wangeajiriwa moja kwa moja 60,000. Mind you, nchi hii tangu uhuru mpaka leo ina watumishi wa serikali 520,000 peke yake. Kwa hiyo hao watu 60,000 ni 10% ya wafanyakazi wote wa nchi hii wangeajiriwa ajira moja kwa moja pale. Kile kiwanda kilikuwa kinaenda kujengwa kwa dola za Kimarekani bilioni 3. Bilioni 3 kwa fedha za Kitanzania ni trilioni 7.8. Kingejengwa kiwanda ambacho tungetumia kutengeneza chuma kwa miaka 100. Miaka 100 kiwanda chetu kinatuzalishia chuma. Tungewauzia Kongo, tungewauzia Burundi, tungewauzia Kenya, yani faida ni nyingi. Lakini kila kiwanda kingejengwa, alafu ukimaliza sasa unatafuta mtu wa kuja kujengea bwawa. Unamwambia bana njoo unijengee bwawa hapa. Shilingi ngapi? Trilioni 5. Sawa. Hizi hapa. Lakini sisi tuna sheria inaitwa local content, kwamba kitu kinachopatikana ndani ya nchi upaswi kwenda kukinunua nje ya nchi, lazima ununue hapa. Kwa hiyo unampa Arab contractors kazi ya kukujengea bwawa, au huyu Mchina waliompa kujenga SGR na wameishaondoka kwa sababu hauwezi kulipa wakandarasi. Nitalizungumzia na hilo. Unawapa kazi, unamwambia Arab contractors, kazi hii hapa ya kunijengea bwawa shilingi ngapi? Trilioni 5. Hizi hapa. Lakini chuma chote unanunua ndani. Kwa hiyo unampa pesa kwa mkono huu, unazirudisha ndani ya nchi kwa mkono huu, zinarudi kwa watu wako. Nyamagana, mnanielewa? Hawakutusikiliza, wakatupuuza. Leo kwa mwaka jana peke yake serikali ya nchi hii, ukisoma takwimu za BOT, tumeagiza chuma kutoka nje ya nchi cha dola za Kimarekani bilioni 1.2, trilioni 3. Huo ni mwaka jana tu. Mwaka juzi trilioni 3, mwaka ule mwingine trilioni 4. Kwa miaka mitatu tumeagiza chuma cha trilioni 10. Wakati tungejenga kiwanda chetu cha trilioni 7.8 tungechimba miaka 100. Sasa nyie hao watu wa aina hiyo wanawatengenezeni nyinyi ajira vipi? Yani ajira zitatoka wapi? Kwa sababu iko hivi. Mwanza, sikiliza principle rahisi ya uchumi. Mito yote inatiririsha maji kwenda ziwani. Tunaelewana vizuri? Kwa sababu ziwa lina uwezo wa kushikilia maji muda mrefu. Ndio maana ziwa linakuwa na maji mengi. Au ngoja nikupe mfano ambao utaelewa. Ukiwa unafanya kazi, ukipata pesa zote unakunywa pombe zinaisha, hakuna siku utajenga. Lakini ukiwa unatunza kidogo kidogo, zingine unazishikilia muda mrefu, unatunza benki, utajenga. Kwa hiyo kama mnali nchi ambalo kila mnachohitaji mnaagiza kutoka nje, hauwezi kuwa na pesa za kutosha kutengeneza uchumi ndani ya nchi yako. Ununue kitu ambacho tu hauna uwezo wa kukitengeneza. Magari hatuna uwezo wa kutengeneza, tutaagiza. Vitu ambavyo hatuna uwezo, ndege hatuna uwezo wa kutengeneza, tutaagiza. Lakini unakuaje na nchi ya kipuuzi ambayo njiti za kutolea nyama kwenye meno unaagiza kutoka China? Utatengenezaje ajira kwa vijana? Hivi mnanielewa nyie? Alafu ni mtu linakuja hapa limevaa kasuti, limejipulizia perfume, mimi ni mkuu wa mkoa. Utafikiri kuna akili. Matope tupu. Matope tupu. Matope tupu. Na unakuwa na wabunge wa hovyo, wapiga makofi. Uongo kweli? Sasa Nyamagana, kama una nchi ambayo inatumika kama conduit, kama mto, mvua ikinyesha maji yote yataenda wapi? Ziwani. Lakini tungekuwa na hicho kiwanda peke yake, leo serikali inakusanya kwa mwezi trilioni 1.4.
Yani trilioni 1 na bilioni 400 ndio makusanyo ya serikali yote. Wamechukua si ushuru wa huyo mama ana matikiti matano. Yani hebu fikiria nchi ilivyo ya watu wapuuzi. Yani kwamba serikali inakuja kuchukua ushuru kwa huyo mama, anaganga njaa, ana matikiti shia matano, imemfanya kuwa maskini, na kale anakopata kwa shida inakuja kukamua. Wakikusanya zote kwa mwezi ni trilioni 1.4. Alafu kati ya trilioni 1.4, bilioni 900 wanalipa deni la taifa. Bilioni 500 zinaingia kwenye mishahara. Pesa yote tuliyokusanya kwa mwezi imeisha. Kwa hiyo ili tuchimbe mtaro lazima tena tukakope ili tuje kufanya. Yani inakuwa kama maisha ya walimu na askari wa nchi, kwa sababu wanakuwa wamejisajili kwa mangi. Uongo kweli? Na kadi yake ile ya mshahara amekabidhi kwa mangi kwa sababu anadaiwa. Uongo kweli? Mshahara ukitoka tunachukuliwa pale pale. Ndio nchi hii sasa. Mwanza, mnanielewa? Sasa ukiwasikia wanatunisha kifua, wanatutisha, utafikiri wana akili. Hakuna kitu. Hakuna kitu. Ndio maana lazima tuwaondoe madarakani kabla hawajaribu nchi. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Sasa ukitumika kama conduit, hakuna siku utatengeneza uchumi wa nchi yako. Sasa kama una nchi ambayo unakusanya trilioni 1 na bilioni 400, mishahara bilioni 500, bilioni 900 unalipa deni. Na niliwasikia mpuzi mmoja anasema deni la taifa halimuhusu mwananchi kwa sababu hakuna siku utakuja kugongewa hodi, kana kwamba hizo pesa zinazoenda kulipwa ni za mama yake. Ni pesa zenu. Ukibeba mizigo umelipa kodi, ukibendesha bodaboda umelipa kodi, ukilima majaruba, ukitoa mpunga shambani wanakudai kodi. Pesa yako ndio inaenda kutumika vibaya. Kwa hiyo watu wa Mwanza, watu wa Nyamagana, ndugu zangu, watu wa kanda ya Ziwa, tuna watu wameshindwa, hawana maarifa tena ya kuongoza nchi. Hawawezi kututoa hapa tulipo. Na umaskini sio kitu cha kuzoea. Umaskini sio kitu kizuri. Mungu angekuwa hatupendi, asingetuweka kwenye nchi ya asali na maziwa. Hebu fikiria hivi. Tumetoka Buchosa, tumetoka Geita, tunatembea upande huu hivi ni ziwa. Wasukuma wanalima mpunga hapa mita 10 kutoka ziwani, wanalima mpunga. Unapita Nyeunge unaona ziwa, maji yako pale. Hawa watu wanachohitaji serikali wasaidie kutoa maji ziwani iwaletee mashambani. Mpunga ni siku 90, yani ni miezi 3 umevuna. Kama hao watu wana maji, hawatasubiri msimu wa mvua walime tena. Yani watalima baada ya siku 90, watafyeka, watatindua majaruba yao, watapanda tena, watalima, watafyeka, watapanda tena. Kwa mwaka huyu mtu atavuna mara 4. Hiyo serikali yake itakuwa imemwezesha kupata uchumi zaidi. Lakini mtu yuko kando ya ziwa anasubiri maji mpaka ya mvua kama mtu anayeishi jangwani. Maji yetu yanatoka hapa yanakwenda Misri. Misri wanalima mara 4, sisi tunalima mara 1. Kuna watu wenye akili hapa? Kuna watu wenye akili hapa? Alafu hao watu ndio unasikia goli la mama si nini. Ndugu zangu wa Tanzania, wananchi wa Mwanza, umaskini wetu ni wa kutengeneza. Tukiwa na viongozi wenye akili, wataweza kubadilisha nchi hii. Tuna uwezo. Lakini sio serikali hii. Serikali hii ambayo imechoka, ambayo inateka watu, serikali inayoumiza watu. Ndio maana ndugu yetu Daniel Chonchori ambaye ni mwana CCM mwenzao wamemteka mpaka sasa hivi hajulikani alipo. Wamemteka Mani Malengero, wameteka watu wanawapoteza, wamemteka Mdude Nyagali. Tunahitaji mtunge mkono tubadilishe uhuni huu once and for all, tutibu nchi. Hatuwezi kuwa kwenye nchi ambayo Mungu ametupa mlango wa bahari. Kongo inatutegemea sisi.
Mtu akinunua gari Kongo kutoka Japani ili aendeshe gari, lazima ipite kwenye maji ya Tanzania. Maji ni Mungu ametuwekea bure. Bandari ni mlango wa fedha ambao haukauki. Unachohitaji ni kujenga gati. Sehemu gati ni stendi ambapo meli ijisimame. Ulipwe pesa. Kwa kuwa na mlango wa bahari tunategemewa na nchi 6 ambazo ni landlocked: Kongo, Rwanda, Burundi, Uganda. Mtu akilima kahawa kule kwao Uganda, ili azisafirishe zinapita kwenye maji yetu, anatulipa pesa bure kwenye maji ambayo Mungu ametupa. Wakoroni walijenga ile bandari, Nyerere akaiendeleza. Rais Magufuli sisi tulitofautiana naye sana kwenye sehemu ya demokrasia, lakini akaja akaiendeleza ile geti, akajenga magati mengine 8, akanunua mashine mpya za 0 hours akaziweka pale. Kabla hazijaanza kutumika, wamechukua wamemkabidhi Mwarabu mpaka kiama. Dubai ni jangwa wa Tanzania. Dubai mwaka 61 ilikuwa na watu 70,000. Mwanza ina watu 1.7. Hapa Mwanza mjini tuna watu karibia 800,000. Nyie ni wengi kuliko ilivyokuwa Dubai mwaka 61. Walikuwa watu 70,000, 1, 2, 3, 70. Kata moja ya Sirari. Walikuwa wanatembea jangwani wanaokota tende. Leo wako 300,000. Sisi tuko 63,000,000. Eti sisi wote ni mandondocha. Hatuwezi kuendesha bandari zetu. Wanawapa Waarabu watu 300,000. Tuna nchi hapo. Alafu tukisema wanatutisha. Wanatuambia watuue. Hatuogopi kufa. Tulizaliwa mara moja, tutakufa mara moja. Hatuwezi kunyamazia upuzi huu. Hatuwezi kukubaliana na upuzi huu. Mwanza, wangapi mnasema tusikubaliane na upuzi huu? Nyosha mkono. Ndio maana tumesema no reforms, no election. Tunaelewana vizuri? Tupate tume huru ya uchaguzi, tuingie kwenye uchaguzi wa huru na haki. Rais Samia, tulikuja Ikulu tarehe 20 na mimi nilikuwa kwenye hiyo timu mwezi wa 5 mwaka 2022. Ukatuahidi kwamba utafanya reform. Tunahitaji reform. Kama unajiamini, weka reform. Alafu usimame hapa na Lissu asimame hapa, ipigwe dakika 90 ya wazi, tuone Watanzania wanamtaka nani. Usitake kututisha bwana kwamba utatuweka gerezani. Ukituua hata mawe yatazungumza. Walimkamata Lissu wakafikiri tutaenda kukaa ndani tunalia. Nimewaambia hivi, sasa mmemweka Lissu ndani, chama kiko mikononi mwangu. Haki ya Mungu tutawashughulikia, hamjawahi kuona. Sisi wengine tumejitoa. Tunataka tujitoe sadaka, watoto wetu waishi maisha mazuri na neema katika nchi hii. Nchi hii ni nchi ambayo kila mtu anaweza kuishi vizuri. Kila mtu anaweza kuendesha gari. Kila mtu anaweza kulala pazuri. Inawezekana. Kuna nchi ambazo zinalipa watu wasiokuwa na kazi, wanawalipa mshahara kila mwisho wa mwezi. Hazina hata kitu, hazina hata dhahabu, hazina chochote. Haiwezekani nchi hii, nchi tajiri kama hii, watu wanazungumza kuhusu tasafu. Tasafu ni umaskini. Na hiyo tasafu yenyewe wanaita watu maskini, wanaenda kualimisha mitaro. Hawawezi hata kujenga barabara, wanaenda kulimisha wakina mama mitaro. Sisi Chadema tumesema hivi. Sisi Chadema tumesema hivi. Mnisikilize. Tukiingia madarakani, tutaweka universal pension. Kila mtu atapata pension akitimiza miaka 60. Huyu askari akitimiza miaka 60 atapata pension. Lakini huyu askari hakujijengea nyumba. Kuna mtu aliyemjengea nyumba akaishi yeye. Huyu mtu yeye akitimiza miaka 60 ataenda wapi? Lazima na yeye alipwe pension kwa sababu alitumika kujenga nchi hii. Bodaboda naye kubeba, ametumika kujenga nchi hii kwa kubeba. Anayechoma mkaa ndio anayemchomea mwalimu mkaa, mwalimu akae darasani afundishe. Bila huo mkaa, mwalimu angeenda kuchoma mkaa mwenyewe asingefundisha. Kwa hiyo naye anastahili pension. Ndio maana tunasema Chadema, kila Mtanzania atakayetimiza miaka 60 tutampa pension, na uwezo huo tunao. Elimu hii matope tutaiondoa. Hatuwezi kuwa na elimu ambayo watoto wenu wanaenda shuleni wanafundishwa eti mama yake Juma anapika ugali.
Juma anacheza mpira. Baba yake Juma ameenda sokoni, alafu maswali, mama yake Juma alikuwa anapika nini? Wali. Swibi, akiweka ugali tiki. Juma alikuwa anafanya nini? Anacheza mpira tiki. Elimu matope tupu. Watoto wenu wanafundishwa elimu ya matope hii. Panzi na miguu mingapi Wachina wanafundisha watoto wao namna ya kuja kuchukua Tanzanite zenu waondoke nayo. Lazima tubadilishe nchi. Lazima tubadilishe nchi. Ndio maana tunataka no reforms. No reforms. Wangapi mnaunga mkono msimamo wa Chadema? Waandishi wa habari, pandeni hapa juu. Panda hapa juu. Panda hapa juu. Wangapi wanasema no reforms, no election? Mikono juu. Mikono juu. Mikono juu. Asante sana. Askari msinyoshe, watawafukuzeni kazi. Nyosha kimya kimya. Kwa sababu na nyie mko kwenye no reform. Uongo kweli? No reforms. No reforms. Bila mabadiliko ya uchaguzi hakuna uchaguzi. Mwanza mnasemaje? Tuko tayari. Tuko tayari. No reforms. No election. Mama Samia, kama unaitakia nchi mema, sikiliza wananchi. Sikiliza wananchi. Maaskofu wamesema, baraza la maaskofu limesema wamempiga na padre. KKT wamezungumza. Mzee Butiku amesema. Mzee Warioba amezungumza. TLS imezungumza. Na Chadema tumezungumza. Umoja wa Ulaya umezungumza. Kila mtu anasema nori kumshikilia Lissu na kutumia pesa za wananchi kugawia watu. Mnajidanganya kwamba mtaipasua Chadema, mnajidanganya. Hao unaowadanganya kwamba utawagawia majimbo, unaowadanganya utawagawia majimbo. Kama unawapenda wagawie urais wako. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Tusidanganyane bana. Tusitishane hapa. Sisi hatutaki ubunge wa kugawiwa. Tunataka tupige dakika 90. Tukipata mbunge mmoja tuseme huyu ndio wananchi wametupa. Tukipata 0 tuseme wananchi hawajatuelewa, twende tukawaeleze zaidi tunachosimamia. Tunataka tume huru ya uchaguzi ambayo hata Chadema tukija kwenye madaraka, tukishindwa kutekeleza tunayowaahidi, muwe na nguvu ya kutupiga chini na kuweka watu wengine. Huu ujinga wa kutuzuia viwanja, si kufanya nini, hautakusaidia rais. Na kwa sababu wamezuia uwanja, mimi mwenyekiti wa chama nasema kwa sasa, kaimu, tutarudi Mwanza, tutaenda furahisha tarehe mtakayoambiwa. Sawa sawa? Tukienda kwenye kesi ya Lissu, tukimaliza kamati kuu, tunarudi Mwanza kuunguruma tena. Kwa hiyo wote mwanze kujiandaa. Sawa sawa? Sawa sawa? Tunaelewana? Na kwa sababu hiyo, hiki chama wanatutishia ruzuku. Sisi tumesema hatuishi kwa sababu ya ruzuku. Tunaishi kwa sababu tuna wananchi. Tunaelewana vizuri?